Limekwisha kufunguliwa, Young Africans wanaendelea kushusha vyuma. Alan Okello ambaye alikuwa anahitajika na wekundu wa Msimbazi Simba, hatimaye umafia wa Engineer Hersi umesababisha kutoa Jangwani Young Africans. Tuko na mwamba, tuzungumze naye. Pasi milioni kwema ndugu yangu. Bana, mimi niko fresh fire moto kama kawaida yangu. Leo tunaendelea sana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nikiwa na afya njema tele, nipo ndugu yako ya. Sawa, naona kinyonge kweli kweli. Je, Alan Okello amekufanya uwe hivi pasi milioni? Hapana, unajua jana ilikuwa weekend na nini, na leo ndo tumeripoti kazini. Kwa hiyo haina unyonge, niko vizuri kweli kakaangu. Sio kwamba Okello kama tungekuwa tunamhitaji kwa kupitia tajiri yetu Mo, na imani kabisa lazima tungemchukua. Na ukiangalia nafasi ya Okello, Simba tunao wengi mno, tunao wengi sana. Kwa Simba jinsi inavyoelekea sasa hivi, kama tutakuwa tunahitaji sana ni mabeki 4 na 5 na forward, lakini ya nafasi za Okello zile wapo wengi, au kimbia pembeni, kimbiza upepo wako wengi sana. Mhitaji kabisa basi. Kwa mchezaji ni mchezaji mzuri, kwamba kumhitaji sikutegemea, sikusikia viongozi wangu kama wanaongea kwamba wanamhitaji. Nisiwe mnafiki, wala ningesikia viongozi wanasema maki mambo ya mengine unajua mtu anaamua tu kuongea tu, bwana fulani wanamtaka fulani, lakini mimi sijasikia kabisa viongozi kwamba wakisema tunamhitaji Okello. Lakini kama tungekuwa viongozi wetu wamesema, ndio kidogo ningekuwa naweza kusema kwa hapa wamepigwa bao, lakini hawajamhitaji. Kwa siwezi kusema kwamba tulikuwa tunamhitaji. Okello ni mchezaji mzuri, na mara nyingi unaweza mchezaji akatoka kwa huko anacheza vizuri, lakini kaja hapa tena akawa Kobisi. Akaja kuwa Kobisi. Chekeshaji. Ikawa watu wanacheka. Dakika ya kwanza tu mara kalala, anataka afanywe hesabu. Kwa hiyo kwa mimi binafsi ni mchezaji mzuri. Lakini itategemea, anaweza akatoka huko vizuri, akaja hapa akasheki kidogo. Wako wengi waliokuja. Kuna mmoja si Kombole si nani. Wengi wamekuja. Walisifiwa. Kuna mwingine sio anaitwa nani, tunamtaka, angalia, tumemchukua, tumewapokonya. Shughuli matuki yake kaambatana na mvua, lakini kwa mchezaji mzuri ni mchezaji mzuri. Kwa kiufupi tuseme Young Africans wamelamba dume. Unaweza ukalamba dume, kumbe dume lenyewe nale zofolo hali. Unaweza ukasema umelamba dume, kumbe dume lenyewe nalo bye genda. Unamwona huyu dume, kumbe bye genda. Unaweza yani, narudia tena kusema, unaweza ukachukua mchezaji mwenye quality alikotoka vizuri, lakini akaja kwako akatokota. Kwa mchezaji ni mchezaji mzuri. Na kwa wao wenyewe wameona pale wamefanikiwa kwa timu waliokuwa nayo, na kimataifa naona atawasaidia. Ni mchezaji mzuri kwa kifupi. Bwana, nisalie hapo zilikuwepo tetesi za Clatous Chota Chama. Jana nikawashuhudia Singida Black Stars wakimposti Chama, na Hussein Masanza akaandika is here to stay. Ni jambo jema, na ukiangalia Chama sio mchezaji wa kusema kumbeza. Na siku bado dirisha na kapula mjanja mshambati mkono. Kwa hiyo target ya viongozi wangu mimi naijua kwa kupitia mwekezaji wetu. Akisema yule yani akisema yule nani sasa wewe, yani yoyote leo akisema bwana yule tunamtaka, basi ataanza kuja mwenyewe, yani ataanza kutangulia yeye, mabegi yake anakuja nyuma kutufuata. Ndio Simba blow hiyo. Ndio Simba jisilivyo. Lakini mimi kama mimi wacha tu aongee bwana, wako naye na kweli. Na wewe unamuona yule, kuna mmoja naye si umemuona naye vile jamaa alisema tayari washamaliza naye, nimemuona wako naye wao. Kwa hiyo ndio ilivyo. Pia nasikia taarifa tena zingine hizo. Na nyie tena mmetoka mmeenda kuuliza huduma yake kama mnaweza mkaipata. Baada ya kumuona kavaa jezi kacheza michuano ya Mapinduzi, baadaye watu wakamrudisha Singida Black Stars. Mnyama kaenda kugonga hodi, anauliza hapo vipi, kulikoni? Jambo la heri. Kama wewe umesema kwamba wameenda kugonga hodi, ni jambo zuri. Ni jambo zuri. Na ni mchezaji vile mzuri. Kwa kama ameenda sijasema mbaya. Unaweza ukaona wewe umelamba dume, lakini kawa alizofuari. Hata sisi wenye binafsi unaweza kuchukua mchezaji alikotoka mzuri, lakini akaja huku akafeli. Ndio mchezo wa mpira, yani usajili sometimes unakuwa kama kamali. Nategemea unaweza kalamba hivi kawa hivi kaja kulango kama kafeli. Lakini Simba inaonekana imekaa kimya kidogo.
Atuelewi wanakuja na jambo gani ama surprise ya namna gani? Kimya kingi kama unavyojua bro. Kimya kingi kama unaweza kusema kama moto wa mapumba yale. Mapumba unaona juu kama kuna mapumba kumbe chini kuna moto. Na hii Simba tunaye siku nyingi sana hii ya kukaa kimya kimya hivi. Ndio zetu kumkimbiza mwizi kimya kimya. Mwenyewe anaona nakimbizwa, yani ajua kweli wanamtaka. Yaani unabaki wewe tu kupiga miruzi mingi na nini, watu wametulia tu. Taasisi ndio inatakiwa iwe vile. Kuwe na watu wenye hekima, wenye busara na kujua wanachokifanya. Kwa hiyo kwa hili mimi nawapongeza viongozi wangu, japo mbona sajili wewe, mbona wamechukua siku kutoka Mbeya, wanachacheza kule. Tutulie, wao ndio wanajua tulete nani. Watachukua wanavyotaka wao, mwisho wa safari pale ndipo pale tutakapoulizana, je, yule tumefeli wapi, yule tumemchukua vipi? Ndio jinsi ilivyo mchezo wa mpira. Timing. Katika dirisha dogo la usajili la mwaka jana, mnyama Simba Lunyas alisajili kandarasi ya mchezaji huyu mmoja, Elie Mpanzu Kibisawala. Young Africans katika dirisha dogo la usajili safari hii wameingiza wachezaji takriban 3: Damaro, Deb pamoja na Alan Okello. Na shida inakuja hapo Jangwani. Wanasema tarehe 1 mwezi wa 3 mtapeleka timu kwa kikosi hiki. Kwani tusipeleke timu bwana? Timu yetu imeletwa kwa ajili ya kucheza mpira wa miguu. Imeletwa kwa ajili ya kucheza mpira wa miguu. Timu tutapeleka, na kwa imani yangu mimi tutaenda kutafuta wachezaji wenye quality. Unajua sasa hivi tuna focus wana Simba wote, focus ya kucheza na wale Tunis. Express de Tunis. Tunakwenda na type na wachezaji wa style gani? Ndio target, yani ndio target tunataka tukafufukie kule. Ila Ali aliuliza jana katika mechi zenu 4 zinazofuata. Mna experience tarehe 23, mna experience tena marudiano. Mkitoka hapa mkimaliza tournament za CAF Champions League, mnakuja mna Singida Black Stars. Mkitoka kwa Singida Black Stars, kituo kinafuata ni dhidi ya Petro Atletico de Luanga. Anauliza Ali Shaban Kamwe, katika hizi mechi 4 nyie mnaona wapi mnapata hata alama moja? Yeye amuhusu yeye amuhusu hata kidogo. Yeye amuhusu, yeye angalie yake. Mtu jadili mimi naye katika hizi mechi 4. Katika hizi mechi 4. Mchezo wa mpira experience nyumbani na ugenini. Singida Black Stars na Petro Atletico de Luanga ugenini. Kwani Singida nao wapo klabu bingwa? Mechi zenu 4 zinazofuata. Sawa, Singida wapo klabu bingwa. Hapo klabu bingwa. Unaona sasa? Anachanganya, yani kama kavurugwa. Haelewi. Yeye angeziongeleze timu ambazo sisi akili yetu tujua sasa hivi kwenye. Yeye kauliza mechi 4 zifuata, yani zinazokuja mbele ambazo ziko mbele. Yeye angeuliza hizi 3 za kimataifa. Unajua focus yetu Simba Sports si kimataifa. Yaani ndio akili yetu wana Simba. Na hata hizi sajili tunazofanya kwa ajili ya kimataifa. Kwanza kufufukia kule Tunis. Kwa sababu wale tumeangalia mpira wao. Watu Tunis tumeangalia. Kimataifa tumeangalia kwenye ile AFCON. Mpira wao uko vipi? Umenielewa? Ndio kisa cha kumleta huyu kocha. Yaani tumemleta ukocha timing nini? Tupate matokeo. Vinginevyo tungebakia na kocha mwingine yote yule. Ashindwa kupata matokeo Mapinduzi lakini. Mapinduzi. Mapinduzi ile ni sherehe. Kule kwenye Mapinduzi ni sherehe. Sherehe. Ambao inafana leo jirani anacheza. Wanacheza leo. Ndio sherehe. Kwa hiyo kule kwenye Mapinduzi ile ni sherehe. Yaani kwa lugha nyepesi Mapinduzi tumekwenda kama kuonyesha kwamba dunia Tanzania tunapendana, Zanzibar na hapa na huku na huko. Kwa ndio maana tumekwenda ni, na kama ulivyoona mtu kaja leo cheza. Kaja leo cheza. Kaja jana cheza. Na testi mitambo watu wanasajili. Ndio maana yake. Simba kumbe ni ya kutesti mitambo. Tulikuwa yani tumeleta tu pale chezeni. Kwa hiyo target yetu sisi pale tunajua tunachotaka kukifanya, lakini bro, akili ya mwana Simba yote kwenda kuangalia kule Express de Tunisia tunampopotoaje. Tukishampopotoa yule sasa. Kamalizana naye. Tukishatoka kule tukirudi anayekuja, yani timing yetu ndio hizo. Na mimi naijua Simba tukiamua. Na hii inatokana na quality wenyewe wachezaji. Si wengine sijui si mashabiki.
tuko karibu na timu yetu. Sasa wachezaji wao ndo wao wanalipwa mishahara, wanalipwa mabonus, wanalipwa kila kitu. Wao kama wao. Na wao wajue sasa. Ukipata nafasi ya kucheza au kusajiliwa na timu yetu wa Simba Sports. Timu ikifanya vibaya ujue na wewe unaingia kwenye rekodi. Ujue unaingia kwenye rekodi ya Simba. Kwamba wewe katika wachezaji walikuja Simba ulifanya vibaya msimu fulani na wewe upo. Usifikiri kwa nini tunapaka leo mtu anafanya tumewafunga ile Stabila, Kibadeni kaondoka na mpira, hakuna mpaka leo mtu mwingine aliondoka na mpira. Kibadeni heshima yake na kuwepo pale pale. Licha hivyo hapo wengi tu hata wakina Hoku mtu anakumbuka tulikuwa kuna mtani jembe ile ilipotea, Hoku ndo chanzo. Kila kijana apopotoa. Wao wanatajiri manji, sisi tupo kawaida tu. Lakini kila mechi tulikuwa tunapopotoa. Kwa hiyo hata wachezaji tulikuwa nao wataingia kwenye historia. Kwamba hawa ujue focus yetu Simba Sports jinsi tulivyofikia pale kwa hii miaka 5, 6, 7 mpaka 8 hatutaki brand yetu ishuke. Hawa wakitushusha hawa tulikuwa nao wachezaji hawa. Nao wanaingia kwenye rekodi. Kama wale tumecheza na watani tukafunga goli 5-1. Timu inafungwa watu wanazimia, wengine wanachukua selfie. Tu anapiga tu picha anachukulia. Wapo mpaka eti baada ya mechi kuisha baada ya miezi 2-3 unaona mimi nataka nirudi. Unarudi wapi tena? Wajui kama sisi, ujue sisi bwana kama yule mtupa maganda wasao. Sisi kumbukumbu tunakuwa nayo. Hawa wachezaji wetu kama wakipotea Tunis na mechi zingine watakuwa wameingia kwenye rekodi yetu ya sisi Simba Sports. Kwa sababu wao ni wafanya kazi na wapita njia. Sisi tupo mwanzo mwisho. Kwa mimi nategemea watapambana wenyewe kwa kadiri na mali. Tutafanikiwa tu bro. Basi tetesi zinamhusisha kocha mkuu wa klabu ya Simba anahitaji wachezaji zaidi ya 5 kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kikosi chako umekiona kwenye Kombe la Mapinduzi chini ya Steve Barker. Ni sahihi kwa haya ambayo yanazungumzwa? Kila mtu na mtazamo wake, lakini kwa mimi hapa kama mimi wale wachezaji wale aliokuwa nao ndio yeye sasa angekaa nao. Pale bro hamna mchezaji mbaya. Wote walikuwepo pale. Hakuna pale mchezaji mbaya. Yeye inabidi atulie. Unajua ningekuamini niko anafanya unspop. Namuita mchezaji mmoja baada ya mwingine. Namuita mchezaji mmoja baada ya mwingine. Unspop sisi ashakumwambiaga Shomari Kapombe, we uumwi, we mzima. Nimekuangalia vipimo vyote vimeonyesha we mzima. Kwa natakiwa pale kocha pale na baadhi ya viongozi. Tena nilitegemea mimi Festus Magoli. Pale Festus Magoli, Babla wakae na ule kocha. Kama kuna uwezekano na siku hiyo Mo aje kwa ghafla binvu. Wakae pale. Wamuulize mchezaji mmoja baada ya mwingine. Shida nini? Wewe tumekutoa kule, huu sio uwezo wako. Shida? Tuambie hapa mmoja baada ya mwingine. Kuna shaka na uwezo wao? Sina shaka na uwezo wao. Wachezaji bora kabisa. Quality yao iko clear na Fadlu alisajili wachezaji wenye uwezo wa hali ya juu. Yaani mimi kwa imani yangu hiyo kitakachofanyika kingine kwa akili yangu mimi haraka nitajua ndio yale watu target yao atoke huyu wapate hela wafanye mambo mengine baadhi. Hiyo ndio akili yangu mimi ya kawaida. Lakini kwa quality ya wachezaji pale hakuna mchezaji mbaya hata huyu. Sawa. Hawajitumi, hawapambani. Yaani quality yao kuna shida. Kuna yani ukiangalia ile quality. Bro, wale wote pale hamna pale kiwango chake. Wale wachezaji wetu katika ligi Afrika Mashariki na Kati hakuna pale mchezaji bro ambaye uwezo wake uko chini. Kwa wote viwango vyao yani wakae na mmoja baada ya mwingine. Kama kuna uwezekano waingie kwenye mikataba yao ile. Waambie bwana yani mchezaji ukimleta sasa hivi uingie kwenye mkataba. Tunakuchukua uwezo uliotoka nao kwako tunaofahamu. Tukikuona unacheza chini ya kiwango. Tukikuona unacheza chini ya kiwango. Sisi tunapunguza pasenti fulani kwenye mshahara. Labda inaweza kaboost. Ndio maana yake. Kwa sababu wale blow, wale wachezaji wetu hakuna Afrika Mashariki na Kati wachezaji wanaolipwa hela nyingi kama Simba Sports. Wanalipwa kila kitu.
Zanzibar hoteli waliolala hakuna timu yote imeenda kulala ile hoteli. Mimi nimefika hadi kwenye ile hoteli kuangalia. Baada kutoka nani pale kutoka airport, mimi nikaenda mpaka kwenye ile hoteli. Timu ilipofikia, sio vizuri kutaja jina. Lakini iko kule wanaita Kiembe Samaki kule. Nimefika. Ukienda bonge la hoteli ya kisasa, timu zingine zote hakuna hata moja ilienda kulala hoteli ile. Wamefanyiwa kila kitu. Unataka kuniambia pasi milioni wachezaji wanaikosea logo ya Simba kwa haya matokeo? Sana. Bro, wanatukosea. Unajua vitu vingine utakiwa hata kuumiza kichwa. Utakiwa hata unaona na mwenye macho ambiwi tazama. Kuna yani wala wachezaji pale pana shida. Mimi ningekuwa mmoja wa viongozi, nisingeleta mchezaji hata mmoja. Hili lidogo nisingeleta mchezaji yule. Wale uwezo wanao. Wale yani hela kusajili kanao wale. Hii hela unataka kuleta wachezaji wengine kanao wale. Mwite mmoja baada mwingine. Bwana mimi nikiona unashuka kiwango nakupunguzia mshahara. Lakini kama wataendelea uchezaji wao ule pale. Tutakuwa tufiki mbali. Mchuano kimataifa sasa mnakwenda. Aweso amekwisha kupeleka kwa mkopo polisi ya Kenya. Kwanza tuanzie hapo kwa Aweso vipi? Umepokeaje taarifa hizi za kwenda polisi ya Kenya kwa mkopo? Aweso ni mchezaji mzuri, japo alikuwa apati nafasi ndio hivyo. Ni mchezaji mzuri na amini usiamini. Si umemwona leo Aweso kaenda kule? Na hawa jamaa zetu si wanaonyesha Azam. Wanaonyesha kule. Utakuja kuniambia utakuwa pasi milioni alisema. Mpira atakayepiga Aweso kule. Tofauti na alikuwa na utaniambia mimi. Amini usiamini Aweso mpaka utajua hii. Aweso wengine disha kubwa basi aje tena huku. Yule Aweso uliomwona wewe uliomwona ameenda kule. Utakuja kuniambia Aweso ndio yule. Tuombe tu uzima. Amini usiamini ninachokuambia mimi. Yule Aweso. Pila atakayepiga kule watu amini. Macho yako yapo Kenya sasa hivi. Watu amini. Bro. Wachezaji wetu wale wanatuumiza sana, Wakitoka nje wanafanya vizuri sana. Wanatuumiza. Yaani utafikiri kama walipwe sijui. Yaani kama kuna yaani haeleweki ujue. Kama mdomo baridi fulani. Yaani kama haeleweki bro. Hivyo wajiulize sisi mashabiki wao tunachangamka. Ujue si mashabiki tunachangamka. Ukienda kwa semaji kachangamka. Wote sisi tumechangamka. Yaani mashabiki wote tumechangamka. Yaani unaweza kusema timu yetu kama imechukua kombe la dunia. Jinsi tunavyochangamka na timu yetu yani. Na misimu minne mfululizo hamjapata. Lakini unaona jinsi bado tuko na timu yetu, tunajituma kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Timu sisi bro tunayo. Sasa pasi. Unampa asilimia ngapi mnyama Simba kuingia hatua ya robo finali? Ingawa mpaka sasa hamna point hata moja kwenye mchezo wa kimataifa. Kama unajua mimi kama nilivyokuambia, wao wachezaji ndio wa kutupa sisi matokeo. Mimi kazi yangu kupiga mdomo tu, niko nje. Siendi kwenye pichi, hata uko Tunis kwenye express siendi. Japo passport kubwa ninayo lakini siendi. Ikitokea fursa unaenda. Ikitokea fursa na lakini kule taangalia maana sasa hivi naandaa mazingira AFCON ujue. Naandaa mazingira AFCON kwa kupitia kundi letu lile la mashabiki, naweza kujikuta na mimi naandaa mazingira AFCON unajua 27 na masiala finali ujue. Unajua tunaitaka finali na mcheza kwao utunzwa. Na mbwa mkali kwao. Goma liko kwetu. Na mpira ndo sisi ndo mashabiki. Na kukupitia kile chama chetu cha mashabiki kile, ili jambo letu tunalitaka tuanze kulitangaza mapema. Kwa hiyo huku naweza nisiende nafikiri. Lakini mnyama unampa asilimia ngapi? Kama wakipambana experience anapasuka pale kwake. Kama watakwenda kama alivyocheza Zanzibar, si una bububu, si una nani kamnyelepele. Kule tutapigwa. Kama watapambana. Wakaonyesha kwamba jihadi mnyama ndo huyu. Mnyama akapata alama. Mnyama ile pindi kile vita. Ile mnyama vita tunakutana naye nkana red yani unaona watu wanauma meno. Simba ndo ilivyo asili yake ndo hiyo, watu kuuma meno ile haiwezekani ile. Yani mchezaji unaona ile logo ya Simba. Sasa ujijue mimi simuona hapa nimevaa. Si nimevaa jezi. Sasa ukiona ile logo nimemvaa yule mnyama Simba.
Unapomvaa yule mnyama Simba sasa lazima uwe tofauti na wale, kwamba mimi ni Simba, yani mimi mchezaji, kwa mimi hapa ni Simba. Hivyo Simba asili yake nini? Yani mchezaji ukiwa na kopi hiyo hakuna wa kutuweza bro. Simba kwenye historia sisi ndo tunaongoza. Tushaye kufungwa hapa klabu bingwa 4-0. Kipindi kile cha Mufulira. 4-0. Tunaenda Zambia sisi kwao. So walijua shughuli washamaliza, kafanya sherehe na rais wao kila kitu. Pila unaisha dakika 90 hawaamini macho yao. 5. Huyo ndo Simba. Lakini kama watakwenda kama kawaida, waende kama watalii tu hivi, hata tolewa mapema. Bwana Pasi, mimi nataka nimalize na hili na kwa leo nifunge ukurasa hapa. Katika mapinduzi ya leo wewe unampa nani mwenye auheni ya kuondoka na kombe kati ya Azam lakini pia vile vile kati ya Young Africans? Nani unamuona ni bora leo? Mimi bwana nisiwe mnafiki. Leo mimi nataka Azam achukue kombe. Leo naenda Azam kwa mkopo kidogo. Kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Naenda Azam. Kwa mkopo. Kwa mkopo kidogo. Akichukua mtashangilia. Akichukua Azam? Sitoshangilia. Ila mtafurahi. Nitafurahi. Maana kushangilia si unajua ile? Nitafurahi. Unaweza kukutana na mzako labda watani wale. Unakutana naye sasa, ukishangilia namna hiyo kidogo unakuambia, ukimwona wewe unachekia mdomoni. Jana wameota nyoya. Hawakuja kwenye press conference. Nani? Young Africans. Walikuwa wanafanya wapi? Si kule visiwani Pemba. Mkutano kabla, siku moja kabla ya mchezo, Yanga hawakuwasili jana. Inategemea labda na taratibu zao wenyewe. Labda Kitandula akaambia msiende. Kitandula ndo mshamba elewi. Kienda mnapopotolewa. Mambo ya Kitandula. Wale nao. Wakiambia pita mlango uvunja geti luka pale. Ndio hivyo, labda Kitandula akaambia msiende. Kienda mmejikajaga. Maiki zenyewe msiziamini zile. Watu wana mipango. Watu wana mipango. Mimi zile vunja nazi. Wewe ukivunja mimi nakula tu. Hata mwingine anaogopa nazi. Sasa huwezi jua. Lakini awali yote sijajua ratiba yao imekuwa vipi mpaka wameshindwa kwenda. Kwa mimi bwana, kwa kifupi leo nakwenda Azam kwa mkopo tu basi. Azam kwa mkopo. Kwa mkopo. Yaani unakuwa na Ibenge tu kwa muda wa masaa kadhaa. Ibenge si anapenda naye Simba yule. Anapenda Simba yule. Kwa Ibenge kidogo. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Akimaliza tu kazi yake. Akimaliza basi. Akimaliza basi tutakuwa yale. Wewe ulipigwa wewe yale. Wewe ulipigwa wewe. Wewe umezoeana, wewe ndio umeanza. So wewe umezoea haya, wewe na wewe ndio umeanza. Umenionea gere mie. Bwana nikushukuru sana. Paka jenge vibanda. Shukrani sana. Kaka.